kutumia tehama. Tukitumia tehama, hakuna tena ule uwezo wa kwenda kule kwenye library tuliooneshwa kwenda kutafuta faili moja moja, na ofisa akichoka amekwenda saa 7-8 mchana tayari kichwa kimeshabadilika, anapekua haoni, anasema bwana, hakuna milki ya ardhi hii, anatoa hati kwa mtu mwingine. Hii inakwenda kuondoka, sababu ukiweka kwenye mtandao umeweka, na uzuri ni kwamba mitandao hii inasomana. Ukisha kuweka kwako ardhi, TRA atasoma kule, kwenye urithi sijui na vifo itasoma, kwenye NIDA itasoma, kila pahali itasoma. Sasa tumuone yule mwanamume shujaa wa kwenda kubadilisha hati za watu. Tanzania oye! Jambo la 4, tunakwenda kuimarisha uthamini na ulipaji wa fidia. Pamoja na uwepo wa sharti la kulipa fidia kwenye sera iliyopita, katika utekelezaji tumebaini upungufu katika utaratibu wa malipo ya fidia ya ardhi na mali. Hali hii imeleta malalamiko makubwa sana miongoni mwa wananchi kuhusu mchakato wa fidia, ikiwemo tathmini, ucheleweshwaji na mapunjo. Kupitia sera hii tutaimarisha mfuko wa fidia ya ardhi ili kurahisisha ulipaji wa fidia ya ardhi kwa haki, kwa wakati na thamani halisi. Tunapoimarisha mfuko huu, ni vizuri watumishi wanaoratibu suala la fidia wakabadilika. Mmefanya vya kutosha, sasa basi muende mkafanye kazi kwa weledi na kusimamia haki, ili wananchi wapate fidia kwa wakati na kwa kiwango sahihi. Na vizuri, narudia tena, mambo haya tathmini na nini zitafanywa kiteknolojia, kwa hiyo haitakuwa rahisi kuweka udanganyifu huko ndani. Jambo la 5, tunakwenda kuimarisha uwekezaji katika uendelezaji wa ardhi. Kutokana na ongezeko la idadi ya watu, nchi yetu ina mahitaji makubwa ya makazi. Jitihada mbalimbali zimefanyika kupitia serikali, mtu mmoja, mashirika ya umma na sekta binafsi. Hata hivyo, mahitaji ya makazi bora bado ni makubwa, na hivyo uwekezaji zaidi unahitajika. Sera iliyopita haikuruhusu wawekezaji kwenye sekta ya milki, yani real estate, kutoka nje ya nchi kuuza nyumba zinazojengwa. Hali hii ilikwamisha jitihada za kuvutia mitaji kutoka nje kuwekezwa kwenye sekta ya milki, ikiwemo ujenzi wa makazi ya bei nafuu. Na kwa maana hiyo ndio maana ilitulazimu serikali kupitia shirika la nyumba kubeba mzigo wote huu, kujenga nyumba kwa ajili ya watu, nyumba kubwa kama walivyoonesha, lakini ndogo ndogo kwa ajili ya makazi nafuu. Sera hii inakwenda kuvutia uwekezaji zaidi. Inaweka utaratibu wa kuwezesha waendelezaji milki, yani real estate, wa kigeni kuwekeza katika sekta ya nyumba na kuuza kwa wenye uhitaji, na hili ni soko kubwa. Lakini kule mwanzo nilisema nina neno hapa. Neno langu ni kwamba kwa kuwa Tanzania sasa tunafanya